Mungu wako wewe mwenyewe ndiye aliye mtawala wa ulimwengu wote, ikimaanisha ulimwenguni kote ni Mungu wako pekee ndiye anayetawala. Na imekuwa katika ulimwengu wote hakuna Mungu mwingine aliye mtawala ila Mungu wako wewe mwenyewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pastor Andegunyu, linazungumza kuhusu Mungu sehemu ya 16. Popote pale ulipo, Mungu wako ndiye aliye mtawala wa ulimwengu wote pasipo kutoa chochote, ikimaanisha kwenye chochote kile kilichopo, Mungu wako ndiye anayetawala. Na ndio maana imekuwa katika ulimwengu wote, kwenye kitu chochote kile, kwa kuwa Mungu wako ndiye mtawala, imefanya kusiwe na Mungu mwingine anayetawala ila huyo aliye Mungu wako wewe mwenyewe ndio anayetawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, ikimaanisha kwamba chochote unachokitazama, sura yoyote unayoitazama, kwamba ni Mungu wako huyo anatawala katika jinsi na kila jina la chochote kwa kuitwa kwake. Narudia hapa kwamba Mungu wako ndiye aliye mtawala wa ulimwengu wote, ikimaanisha ulimwenguni kote hakuna mwingine ambaye anatawala, hakuna Mungu mwingine anayetawala ila Mungu wako wewe ndiye anayetawala pekee katika kila jinsi na kila jina la kuitwa kwake, ikimaanisha kila kitu katika kila jinsi kwa kuitwa kwake ndiye utawala wa Mungu wako kwa jinsi yake na majina yake. Narudia tena hapa, kila kitu kilichopo kwa kuwa kipo katika utawala wa Mungu wako, basi kila kitu kilichopo ndio ulio utawala wa Mungu wako katika kila jinsi na jina la hicho kwa kuitwa kwake. Ikiwa Mungu wako ndiye aliye mtawala wa ulimwengu wote, sasa kingine kisichokuwa cha kiungu kitatoka wapi? Huyo ambaye hatokani na Mungu wako hata atatokea wapi? Kwa kuwa utawala wote
ulimwengu wote upo katika utawala wa Mungu wako, ikimaanisha unatawaliwa na Mungu wako katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Kwa neno moja kwamba ulimwengu wote ni Mungu wako katika kila jinsi na kila jina la kuitwa kwake. Chochote katika ulimwengu wote pasipo kutoa chochote ndio Mungu wako wewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako. Kwa kuwa Mungu hutambuliwa kwa ile sura ya uumbaji, ikimaanisha kukifanya kile kisicho kuwepo popote pale ulipo, kukifanya kisicho kuwepo katika sura yake kuwepo katika sura yake, kukifanya kisicho kuwepo sehemu yake ile kiwepo sehemu yake, na hiyo sura ndiyo inayoitwa sura ya uumbaji, na kufanya katika kila sura ya muonekano katika jina lolote ndiyo iliyo sura ya uumbaji, ikimaanisha kwamba sura ya uwepo wa muonekano wako popote pale ulipo ndiyo iliyo sura ya uumbaji, yani sura ya uungu. Na ninapozungumza kwamba Mungu wako ndiye aliyemtawala, ninamaanisha kwamba muonekano wako huo katika jinsi na sura na jina la kuitwa kwako, ambao ndio muonekano wa sura ya uumbaji au uungu, ndio unaotawala. Narudia tena hapa kwamba ninapozungumza kwamba Mungu wako ndiye mtawala, ninamaanisha kwamba jinsi unavyoonekana katika uwepo wa sura na jina la kila kuitwa kwako ndiyo sura ya uumbaji, yani uungu. Na kama hiyo ndio sura ya uungu, na kwa kuwa hiyo ndio sura ya uumbaji au uungu, basi ninamaanisha kwamba jinsi ulivyo hivyo ndiye uliye mtawala wa ulimwengu wote. Uungu wa jinsi ya kuonekana kwako kwa jina na jinsi la hapo ulipo ndio ulio utawala wa ulimwenguni kote. Ikimaanisha ulimwengu wote unatawaliwa na jinsi hivyo ulivyo hapo ulipo, katika jina na jinsi ulio nayo, katika jinsi na kila jina la kuitwa kwako, ikimaanisha zaidi kwamba ulimwengu wote ni sura hiyo ulio nayo hapo ulipo, katika jinsi na kila jina la kuitwa kwake inatawala. Ndio
angetokea wapi wa kuharibu watu wako, wa kuharibu kilicho chako, ingali Mungu wako ndiye aliye mtawala wa ulimwengu wote, ikimaanisha hata yule aliye mharibifu naye anatawaliwa na yeye aliye Mungu wako, ikimaanisha hata huyo yoyote unayemtazama ni ufalme, ni utawala wa Mungu wako unatawala, utawala wa uungu wako unatawala. Chochote kile ni Mungu. Mwonekano wowote ule ni Mungu, ikimaanisha ni cha Mungu wako. Utajiri ni wa Mungu wako, mafanikio ni ya Mungu wako. Chochote katika jinsi yoyote kwa jina lolote ni Mungu wako, yaani ni utawala wa Mungu wako unatawala, ni utawala wa jinsi ulivyo hapo popote ulipo, katika jinsi na jina lako unatawala, ikimaanisha kwamba chochote unachokiona ni wewe unatawala. Yoyote aliyekuzunguka ni wewe unatawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako. Haijalishi nini kimekuzunguka, kinaonekana vipi, kiko vipi, lakini vyote, chochote, yoyote yupo katika utawala wa Mungu wako, ikimaanisha ya uungu au muonekano wa jinsi ulivyo hapo kwa kila jinsi na jina la kuitwa kwako. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu Mungu, kwamba Mungu wako ndiye aliye mtawala wa ulimwenguni kote, ikimaanisha ulimwenguni kote hakuna Mungu mwingine yoyote anatawala ila Mungu wako pekee. Wewe huyo huyo uliye naye ndiye anatawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, ikimaanisha kwamba chochote kile katika ulimwengu wote, katika jinsi ya uwepo wowote ule, ni Mungu wako anatawala katika jinsi hiyo na jina hilo. Ni muonekano wako wewe hapo ulipo, katika jinsi na muonekano wako huo ulionao unatawala katika kila jinsi na jina lile. Ni uungu wako ambao ndio muonekano wako huo unatawala katika kila jinsi na jina lile. Kwa hiyo yule si Mungu mwingine anayetawala, yule si Mungu mwingine anayetawala, bali ni Mungu wako pekee anatawala, na yule ni huyo Mungu wako
anatawala katika jinsi na jina la kuitwa kwake. Ni Mungu wako huyo huyo anatawala. Ni kama vile ulivyo wewe hapo ulipo, kwamba yule anakuita Baba, manake unatawala katika Baba. Ni wewe huyo huyo uliye mtu mmoja. Yule anakuita mtoto, lakini ni wewe huyo huyo unatawala. Yule anakuita mume, yule anakuita babu, yule anakuita mwanadamu, yule anakuita tajiri, yule anakuita kwa kila jinsi ya jina la kukuita kwake, lakini bado ni wewe huyo huyo uliye mmoja unatawala katika jinsi na mwonekano huo. Ndivyo ilivyo katika Mungu, kwamba chochote kile unachokitazama ni cha Mungu wako, ikimaanisha ni Mungu wako huyo huyo uliye naye hapo hapo, anatawala katika jinsi na jina la kuitwa kwake. Mwingine anamwita Mungu wako fulani, mwingine anamwita Mungu wako jina hili, mwingine anamwita Mungu wako jina hili, naye kumfurahia sawa sawa na jina alilomwita, naye kutawala sawa sawa na jina alilomwita. Na ndio maana nimekuambia kwamba Mungu wako ndiye anayetawala katika ulimwengu wote, na hakuna Mungu mwingine anayetawala ila Mungu wako huyo ndiye anayetawala katika kila jinsi na kila jina la kuitwa kwake. Na ninaposema Mungu ni usura ya uumbaji, na sura ya uumbaji ni huo muonekano wa kila jinsi na jina la kuitwa kwako. Ni mtoto, ni sura ya uumbaji, ni baba, ni mama, ni mke, ni mume, ni dini, ni taifa, ni shamba, ni mali, ni fedha, ni chochote kile katika jinsi na jina la sura ya kuitwa kwako. Ni sura ya uumbaji, ikimaanisha uungu, na kufanya katika ulimwengu wote kuwa ni uungu wako. Yani muonekano huo ulionao ndio unatawala katika jinsi na kila jina la kuitwa kwake. Ni jinsi ya muonekano wako huo ulionao ndio unatawala katika jinsi na jina la kuitwa kwake. Au kwa neno moja, ni jinsi muonekano wako huo unaishi pumziko, yani mapenzi yake. Na chochote kilichokuzunguka ni uungu wako huo, unatawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake huyo. Ikimaanisha yoyote yule ni wewe katika jinsi na kila jina la kuitwa kwako, na kufanya katika ulimwengu wote kusiwe na mwingine yoyote bali wewe mwenyewe katika jinsi ya kuonekana kwako, ukiishi katika kila jinsi na katika kila jina la kuonekana kwako, ukitawala katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwako. Ndio Mungu wako ndiye aliye mtawala wa ulimwengu wote,
na kufanya ulimwengu wote kusiwe na Mungu mwingine anayetawala kwa jinsi yoyote na jina lolote, ila Mungu wako huyo huyo uliye naye ndiyo anatawala katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwake. Hata hilo unalolisikia ni jina la Mungu wako huyo uliye naye wewe katika jinsi ya kuonekana kwake. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya 16 inayohusu Mungu. Usikose wiki ijayo sehemu ya 17. Pia tazama mafundisho haya, somo hili Mungu, katika mtandao wa YouTube kwa jina la Pumziko au Pumziko Moja. Popote pale ninakupatia pumziko la Mungu wako. Pokea pumziko la Mungu wako. Pokea pumziko la Mungu wako. Pumziko la Mungu wako popote pale ulipo. Pumziko la utajiri, mafanikio, uponyaji, muujiza, ujenzi, chochote kile katika jinsi yake, katika jina la kuonekana kwake, ninakupatia popote pale ulipo, kwa kuwa kila jina ndiye sura ya utawala wa Mungu wako. Basi nimekupatia pumziko hilo. Pokea pumziko la Mungu wako. Pokea pumziko la uungu wako popote pale ulipo, na limekuwa kwako hapo ulipo, nimeliachilia hapo ulipo.